JWTZ yamgeuka Rais Samia Suluhu, huku vita vikali vikizuka baina ya jeshi hilo na polisi. Hujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na tafadhali kumbuka kusubscribe. Hofu nzito ilitanda ghafla katika mihimili ya dola baada ya dalili za mvutano wa kimya kuibuka katika jeshi la wananchi wa Tanzania JWTZ na jeshi la polisi. Mvutano uliosukwa kwa tahadhari kali ukizalisha taharuki sionekana hadharani, lakini utetemesha misingi ya ulinzi wa taifa. Katika mazingira hayo, serikali ilijikuta ikifanya kazi kwa kasi na umakini wa hali ya juu kuzuia chochote kinachoweza kutokea na kuchochea misuguano ya mitaani, ikifahamu kuwa maandamano katika muktadha wa mvutano wa vyombo vya dola yanaweza kuwa cheche hatari ya udhibiti wa nchi. Ndani ya hali tete, kauli nzito ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu Daktari Samia Suluhu Hassan ilitolewa hadharani kwa uzito wa kiusalama, ikieleza mkondo wa mjadala na kuashiria juhudi za dharura za kurejesha mshikamano na nidhamu ya kitaasisi. Kauli hii ilitolewa Tanga katika shule ya kijeshi ya ulinzi wa anga SKUA wakati wa ufunguzi wa mkutano wa 9 wa mkuu wa majeshi ya ulinzi na makamanda, mkutano uliokusanya wakuu wa juu wa JWTZ kutoka pembe zote za nchi. Kwa muktadha wa wakati, ujumbe huo haukuwa wa kawaida, ulijikita katika hitaji la kulinda jeshi dhidi ya mashinikizo ya kisiasa, kulinda utii kwa serikali halali na kulinda umoja wa kitaifa dhidi ya mpasuko unaoweza kusababishwa na siasa za mgawanyiko. Ujumbe huu uliashiria kuwa ulinzi na usalama si dhana za kinadharia, bali ni nguzo hai inayobeba amani na maendeleo ya taifa. Katika miezi ya karibuni, mazingira ya kisiasa na kijamii yamekuwa nyeti. Serikali imekuwa ikichukua tahadhari kali dhidi ya maandamano, ikitambua kuwa hali yoyote ya vurugu au msuguano wa wazi inaweza kuvuta vyombo vya dola katika mtego wa makabiliano ya mamlaka. Ndani ya mfumo wa dola, mvutano wa kimya kati ya JWTZ na polisi, hata kama haujajitokeza hadharani, una uzito wake katika tathmini ya usalama wa taifa. Historia ya bara la Afrika ina mifano mingi ambapo migawanyiko ya vyombo vya dola ikichochewa na siasa au maandamano imegeuka kuwa misukosuko mikubwa ya kikatiba. Ndani ya mantiki hiyo, tahadhari ya Ikulu haikuwa ya kawaida bali ya kistratejia. Ndiyo maana mkutano wa Tanga ulipata tafsiri pana zaidi ya ratiba ya kawaida ya kijeshi. Ulikuwa ni jukwaa la kurekebisha mwelekeo, kurejesha msimamo wa kitaasisi na kuimarisha mstari unaotenganisha siasa za vyama na majukumu ya ulinzi. Ujumbe uliotolewa uliweka wazi kuwa JWTZ ni jeshi la wananchi lenye wajibu wa kulinda usalama wa ndani na nje ya mipaka ya nchi, bila kujihusisha na misimamo ya kisiasa au kugawanyika kwa misingi ya vyama. Katika hilo, utii wa katiba, sheria na serikali halali uliweka kama muhimili usiotetereka. Kauli hiyo ilikuja sambamba na mtikiso ama msisitizo mpana kuhusu dhana ya ulinzi wa taifa kama sharti la maendeleo. Ndani ya hotuba ya ufunguzi wa mkutano huu ilisisitizwa kuwa amani ndiyo mazingira na uwezesha wananchi kushiriki kikamilifu katika shughuli za kiuchumi na kijamii, na JWTZ ilitambuliwa kama chombo muhimu cha ulinzi, si tu katika nyanja za kijeshi bali pia katika mchango wake kwa ustawi wa taifa, ikiwemo kushiriki katika miradi ya maendeleo na kutoa msaada wa kiusalama wakati wa majanga. Na katika muktadha huo, kulinda weledi na uzalendo wa jeshi ulionekana kuwa sawa na kulinda mustakabali wa nchi. Kwa undani zaidi, ujumbe wa Tanga ulirejea historia ya Tanzania kama taifa iliyojengwa juu ya ushirikiano kati ya uongozi wa kisiasa na vyombo vya ulinzi. Ushirikiano huu umeifanya Tanzania ibaki miongoni mwa nchi chache barani Afrika zilizoepuka misukosuko ya mapinduzi ya kijeshi au migogoro mikubwa ya kikatiba kwa miongo kadhaa, na huo ni urithi ambao serikali ya sasa inaonekana kuwa na dhamira ya kuutunza, hasa katika kipindi ambacho nchi inaendelea kutunza ama kukuza demokrasia, kushughulikia changamoto za kiuchumi na kukabiliana na shinikizo la kijamii linalotokana na matarajio ya wananchi. Na hata hivyo,
Mazingira ya sasa yana changamoto zake, kwani ukuaji wa mjadala wa kisiasa, upanuzi wa anga ya demokrasia na mabadiliko ya kizazi ndani ya taasisi za dola, vyote vinaongeza hitaji la nidhamu na mwongozo thabiti. Na ndani ya mazingira hayo, tahadhari dhidi ya kuingizwa kwa jeshi katika mivutano ya kisiasa ina uzito wa kipekee. Na serikali inaonekana kutambua kuwa jeshi likivutwa katika siasa za vyama, hata kwa kiwango kidogo, linaweza kupoteza uaminifu na wa wananchi na kuathiri mshikamano wa kitaifa. Ni katika mantiki hiyo pia mkutano wa Tanga ulionekana kama jukwaa la kuimarisha uwajibikaji wa ndani wa JWTZ. Wakuu wa kamandi, wakuu wa matawi ya makamanda walikusanywa si tu kusikiliza mwelekeo wa kisera, bali kukumbushwa wajibu wao wa kulinda misingi ya taasisi. Msisitizo juu ya weledi, uzalendo na utiifu uliwekwa kama ngao dhidi ya majaribu ya kisiasa na shinikizo la nje, na ili tafsiriwa kama hatua ya kuimarisha umoja wa ndani ya jeshi na kuhakikisha kuwa mlolongo wa amri unabaki thabiti. Na katika upana wake, ujumbe huu ulivuka mipaka ya JWTZ pekee, ulituma ishara kwa vyombo vyote vya ulinzi na usalama kuhusu umuhimu wa mshikamano wa kitaasisi. Mvutano wa kimya kati ya taasisi yoyote ya dola, hasa zile zenye silaha, hubeba hatari kubwa kwa udhabiti wa taifa. Kwa kuhimiza mshikamano utaratibu, serikali ilionekana kulenga kupunguza mianya ya sintofahamu na kujenga uelewano wa kimkakati kati ya vyombo vyote vinavyohusika na usalama wa nchi. Aidha, kauli hiyo ilikuja wakati ambapo wananchi na viongozi mbalimbali wamekuwa wakihimiza taasisi za ulinzi na usalama kubaki huru na siasa, hasa katika kipindi cha mageuzi ya kisiasa. Ndani ya muktadha huo, ujumbe wa Tanga ulionekana kama jibu la moja kwa moja kwa wasiwasi unaoibuka kuhusu mustakabali wa taasisi za dola katika mazingira ya ushindani wa kisiasa. Kwa kusisitiza utii kwa serikali halali bila kuegemea upande wowote wa kisiasa, ilionyesha dhamira ya kulinda utawala wa kikatiba. Na kwa upande mwingine, jitihada za serikali kuzuia maandamano zilipata tafsiri mpya ndani ya simulizi hili, na badala ya kuonekana kama hatua za kawaida za udhibiti wa usalama, zilionekana kama sehemu ya mkakati mpana wa kuzuia hali yoyote inayoweza kuchochea mgongano wa vyombo vya dola au kuhatarisha amani ya nchi. Na katika mazingira ambapo mvutano wa kimya tayari upo, maandamano yanaweza kuwa kichocheo kisichotabirika. Ndani ya mantiki hiyo, tahadhari ya serikali ilionekana kulenga kulinda uthabiti wa taifa kwa gharama yoyote. Mwisho wa mkutano wa Tanga uliacha picha ya serikali iliyotambua uzito wa wakati wa hatari zilizopo. Ujumbe wa uwajibikaji, utii na mshikamano uliotolewa kwa uzito unaolingana na changamoto za sasa. Ndani ya simulizi hili, hotuba ya Rais Samia ilijitokeza kama muhimili wa kurejesha mwelekeo na kuimarisha msingi wa ulinzi wa taifa. Iliweka wazi kuwa JWTZ ni jeshi la wananchi, si chombo cha siasa, na kwamba usalama wa taifa unabaki kuwa sharti la kwanza la amani na mwendeleo. Na kwa ujumla, tukio la Tanga halikuwa tukio la kawaida la kijeshi, ilikuwa ni hatua ya kimkakati katika kukabiliana na mvutano wa kimya, kurejesha mshikamano wa taasisi za dola na kulinda urithi wa utulivu wa Tanzania. Na ndani ya muktadha wa changamoto za sasa na zijazo, ujumbe huu unabaki kuwa kumbusho kwamba nguvu ya taifa haipimi kwa silaha pekee, bali kwa nidhamu, mshikamano na utii kwa serikali ya kikatiba inayolinda umoja wa kitaifa. Ndio hayo tulikuwa tumekuandalia siku hii ya leo. Zidi kuwa nasi kwa taarifa kama hizi kwa uchambuzi wa kina. Subscribe, like na kushare video zetu.